na hii tumewasha azidi dakika 10 mpaka sasa hivi. Ni sehemu ya jozi 250 ya vifaa nyunyizi yani sprinkler ambavyo vinakwenda kusambazwa kwa wakulima takriban 2264 kutoka mikoa 7 hapa nchini. Vifaa hivi vilivyogharimu takriban shilingi bilioni 3.5 zilizotolewa na serikali kupitia Wizara ya Kilimo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa Ajenda 1030 ambao unahimiza kukuza sekta ya kilimo kwa 10% kwa mwaka kufikia mwaka 2030. Na moja ya eneo muhimu katika kutekeleza mpango huo ni umwagiliaji. Leo hii hapa tumepokea seti ya kwanza ya umwagiliaji. Kama mnavyokumbuka kwenye mpango wetu wa Agenda 1030 ambao tunataka kufikia mwaka 2030 kilimo kikue kwa 10% kwa mwaka, moja ya eneo muhimu sana ni la umwagiliaji. Na katika eneo letu la umwagiliaji tumeligawanya kwenye maeneo mawili. Kuna miradi ya umwagiliaji mikubwa ambayo ndio ile miradi 780 ambayo mule ndani kuna miradi ya uchambuzi ya kinifu, na tumeanza pia kujenga mabwawa makubwa pamoja na miradi mikubwa ya umwagiliaji nchi nzima. Sasa katika awamu ya pili na sehemu ya pili ni eneo la umwagiliaji mdogo mdogo, tunaita micro irrigation, kwa ajili ya wakulima wetu wadogo wadogo waliokuwa kwenye mikoani, lakini kigezo viwili, wawe mikoani lakini pia wawe kwa karibu na sources za maji. Tunaongelea wakulima ambao karibu na mito mikubwa ambao kwa sasa hivi wanatumia maji ya mito lakini kwa uchache mno na sio kwa ufanisi, na wale ambao wana access ya visima. Kwa hiyo miradi yetu ya umwagiliaji kwenye hii awamu ya pili ambayo tunaita micro irrigation au miradi midogo ya umwagiliaji inajumuisha uchimbaji wa visima, usimikaji wa miundombinu midogo midogo ya kumwagilia ikiwemo drip zile pipes pamoja na sprinkler au nyunyiziaji. Je, ni kwa namna gani mradi huu ulianza mpaka kufikia hatua hii ya utekelezaji wake? Tulifanya tathmini nchi nzima, na katika awamu hii ya kwanza tumeanza na mikoa 7. Mikoa hiyo ni Mara, Mwanza, Simiu, Kagera, Ruvuma, Geita na Tanga. Na katika mikoa hiyo 7, wilaya 16 tunaanza nazo kwenye awamu ya kwanza ambao tutafikia vijiji 93. Katika vijiji hivi 93 tunategemea kufikia wakulima 2264 ambao wakulima hawa tayari tumeshawabainisha, na ekari jumla zitakazomwagiliwa kwa miundombinu hii ambayo tunaisambaza sasa hivi ni ekari takriban 4000. Na miundombinu hii inajumuisha nini sasa? Tunampatia mkulima pampu ambayo ina horsepower 10 ambayo ina uwezo kuvuta maji mpaka mita 500 kutoka kwenye chanzo cha maji. Tunampatia mpira wenye urefu wa mita 500, mnauona huu mpira ambao hapa tunaonyesha jinsi gani unafanya kazi. Lakini tunampatia chombo cha umwagiliaji ambacho ni sprinkler au mashine ya unyunyiziaji ambayo mtaiona hapo nyuma jinsi inavyofanya kazi, na mifano mingine iko hapa nyuma yangu, ambapo sisi aina hii ambayo tunaisambaza sasa katika awamu ya kwanza inaitwa Jet 35 au Jet 35 ambayo ina uwezo wa kumwagilia ndani ya lisali moja kwa ekari moja. Kwa hiyo hawa wakulima ambao tumeunda kwa vikundi, kila kikundi kina watu 10, tunawapatia seti hii moja, na vikundi vyenye watu 30 tunawapatia seti hizi 3 au jozi 3 za miundombinu hii. Malengo yetu ni kwamba tuachane sasa na ile masuala ya misimu, kwa sababu misimu ni kukosa mvua. Sasa hivi tunapoenda wakati miradi mikubwa inaendelea kukamilika na inaendelea na ujenzi, hawa wakulima wetu waliokuwa kwenye maeneo yenye vyanzo vya maji tunawapatia miundombinu sasa wa kuweza kulima mwaka mzima. Wataweza kulima matunda, wataweza kulima mboga mboga, na wataweza kulima mazao mbalimbali. Kama wenyewe ni mashahidi, mkipita kwenye upande wa Ziwa Victoria, wakulima wetu wapo wengi sana, nao wanasubiri mvua. Tukipita kwenye maziwa na mito mbalimbali wanasubiri mvua. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alielekeza mwaka jana na akatoa fedha zaidi ya bilioni 3.5 kwa kuanza pilot. Kwa hii ni sehemu ya majaribio ya mwanzo. Tutasambaza, tutafanya tathmini, na baada ya miezi 6 tutakuja na awamu ya pili ambayo itaenda kwenye mikoa mingine, na pia tutakuwa tumeboresha zaidi baada ya kuwa tumeanza awamu hii ya kwanza. Kwa upande wake mratibu wa programu ya uhimilivu wa mifumo ya chakula kutoka Wizara ya Kilimo, Timotheo Semuguruka, anasema mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa vipaumbele 6 vya kilimo na kwamba utasaidia kuongeza uzalishaji wa chakula nchini na cha ziada.
Unapokuwa na maghala ambayo yana mifumo mizuri na yanaweza kuhifadhi chakula vizuri, then sio tu unajihakikishia chakula kwa maana ya nchi yako, lakini pia unahakikishia chakula katika region, kwa maana ya ukanda huu wa mashariki na kuzunguka. Kwa hiyo pia itaruhusu ufanyaji wa biashara, kwa maana wenzetu tutawauzia chakula chenye ubora kulingana na miundombinu ambayo unayo, na kuweza kufanya biashara na hatimaye kuweza kuongeza kipato. Na katika kufanya hivyo, maana unatekeleza ile agenda 1030 ambako uchumi inatakiwa kukua, pato la kilimo likue kwa 10% kufikia mwaka 2030. Lakini pia haya yote haya ili yaweze kutokea ni lazima uwe na uhakika wa afya yako ya udongo. Kwa hivi tunavyozungumza, timu zetu za wizara ambazo zinaungana na taasisi zetu, lakini vyuo vikuu ziko mikoani kuchukua soil samples, maana ya sampuli za udongo, na kupima kwa lengo la kutengeneza ramani za udongo, ambapo hiyo itatoa picha na maelekezo sahihi mpaka ngazi ya kijiji, ambapo mwananchi ataweza kujua afya ya udongo wa shamba lake, lakini pia itamsaidia kuweza kujua aina za mbolea atakazotumia na hivyo kuongeza tija. Kama ambavyo nimezungumzia, hiki ni kipaumbele kikubwa ambacho sisi kama wizara tunakitekeleza kupitia programu hii ambayo utekelezaji wake ulianza 2023 na itaendelea mpaka 2028. Kama unavyoona, vifaa vyetu ni bora kabisa, ni vifaa kutoka Ulaya. Kwa hiyo vina ubora mkubwa, na sisi tupo muda wote masaa 24 kwa kuweza kusaidia wakulima nchini ambao wanaweza kuhitaji mifumo ya umwagiliaji, lakini pia tunatoa na ushauri bure. Ushauri tunatoa bure na mafunzo kwa wakulima wote nchini. Wasisite kutupigia simu hata kama una changamoto yoyote ya umwagiliaji. Sisi tunakufikia popote pale ulipo, tutakushauri, tutakufundisha, tutakupa ushirikiano wowote unaotaka mpaka uweze kufikia lengo lako la kilimo. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital, Dodoma.